naitwa Askofu uliokuwa unafanyika kwa wana wa Israeli. Wana wa Israeli walikuwa wametumikishwa katika nchi ya Misri kwa muda wa miaka 400 wakiwa utumwani. Wametumikishwa katika hali ya utumwa, na utumwa ulikuwa ni mzito. Na sasa walimuhitaji Mungu ili kwamba Mungu awakomboe kutoka utumwa huu waliokuwa wametumikishwa. Na hivyo walipomlilia Mungu, akawa ametuma ujumbe kwa Musa. Na kumwambia kwamba awaambie wana wa Israeli waandae mwanakondoo wa Pasaka. Huyu mwanakondoo ni mnyama ambaye alipaswa kuchinjwa. Kila nyumba ya wana wa Israeli wamchinje, halafu damu yake ipakwe kwenye miimo ya milango ya nyumba, kwa maana usiku ule Mungu alisema angemtuma malaika wake na kupita kwenye nyumba zote za Wamisri na kuwaua wazaliwa wa kwanza wa Wamisri, ili kwamba Farao aweze kuwapa ruhusa wana wa Israeli kutoka katika nchi ya Misri. Kwa hiyo usiku ule malaika wa Bwana alitakiwa kupita kwenye nyumba zote, na angekuta nyumba ambao haina damu, basi nyumba ile wazaliwa wa kwanza wa vitu vyote walikuwa wanakufa. Wazaliwa wa kwanza, awe mzaliwa wa kwanza wa mwanadamu, awe mzaliwa wa kwanza wa mnyama, awe mzaliwa wa kwanza wa kiumbe chochote, alikuwa auawe. Kwa hiyo ili nyumba zile ziwe salama, Mungu aliwaagiza wana wa Israeli wafanye hivyo. Kwa hiyo walifanya kama vile Mungu alivyoagiza, na alisema ya kwamba ikiwa malaika atapita na kukuta kuna alama ya damu, basi yule malaika atapita juu. Na tunaona kwamba neno hile kwa Kiingereza liliitwa Passover. Passover maana yake ni kupita juu, na sisi leo ndio tunasherehekea kama Pasaka. Kwa hiyo tukasema Pasaka maana yake ni kupita juu. Ile hukumu ya Mungu inapita juu. Malaika alipita juu, hakuwahukumu wana wa Israeli. Hii inatufundisha pia kwetu leo Pasaka kama ni alama ya ukombozi. Badala ya mwanadamu kuhukumiwa kwa ile dhambi aliyokuwa ameifanya, anapomwamini yeye danganywa.
Shetani akamdanganya mwanadamu na mwanadamu akamuasi Mungu, na hivyo akawa ametenda dhambi. Na kwa sababu akawa ametenda dhambi, asingestahili tena, asingeweza tena kumkaribia Mungu. Ndipo hapo akamkimbia Mungu. Tunaona Mungu alipokuwa amekuja kumtembelea Adamu pale bustanini, alimkuta hayuko mahali alipokuwa amemweka. Kwa hiyo akamuuliza, Adamu uko wapi? Adamu akasema, niko huku nimejificha. Mungu akamuuliza, kwa nini umejificha? Je, umekula tunda la mti nilokuagiza usile? Adamu akasema, huyu mwanamke uliyenipa ndiye amenipa nimekula. Kwa hiyo Mungu akaanza kazi ya kumtafuta mwanadamu. Kazi ya kumtafuta mwanadamu ikaanzia hapo. Mungu akamwambia Shetani, kwa kuwa umemdanganya mwanadamu huyu, ninaweka uadui kati yako na uzao wake. Uzao wa mwanamke utakuponda kichwa na wewe utauponda kisigino. Kwa hiyo hapo tunaona ahadi ya kwanza ya Mungu ya ukombozi kwa mwanadamu aliyekuwa ameanguka dhambini. Kwa hiyo tunaweza tukasema Pasaka yetu ya kwanza tunaiona pale bustani ya Edeni. Mungu anarudisha ushirikiano na mwanadamu aliyekuwa amepotea. Ilibidi amchinje mnyama na ampe mwanadamu vazi la kwanza la mwanadamu baada ya kufanya dhambi. Maana Mungu alipokuwa amemuumba mwanadamu hakujijua ya kwamba yuko uchi, maana alikuwa na utukufu wa Mungu. Kwa kuwa alikuwa na utukufu wa Mungu, ile hali ya kuwa uchi haikuonekana kwake wala kujitambua hivyo. Lakini baada ya kufanya dhambi, utukufu uliondoka. Ndugu yangu, tunapokuwa tunatembea na Mungu, kumbe huwa kuna utukufu unakuwa pamoja na sisi. Na ule utukufu kazi yake unatuhifadhi. Lakini tunapokuwa tumefanya dhambi, ule utukufu wa Mungu huwa unatuacha. Na matokeo yake ndipo mtu anajiona katika hali ya kuwa mtupu. Kwa hiyo mwanadamu akajiona ya kwamba yuko mtupu. Mungu akamrejesha kwa kumtengenezea vazi la kwanza. Kwa hiyo vazi la kwanza ya mwanadamu ilikuwa ni vazi ilikuwa ni ngozi ya kondoo. Hiyo tunaipata picha ya kwanza ya Pasaka. Lakini picha ya pili ya Pasaka pia tunaipata kwa ukombozi ambao ulifanywa kwa taifa la Israeli, ulifanyika kwa taifa la Israeli. Taifa la Israeli ambalo Mungu alikuwa amelichagua kupitia Ibrahimu, Isaka na Yakobo. Mungu alikuwa ameahidi ya kuwa atakuwa pamoja na taifa hilo na kulikomboa. Taifa hili lilikaa utumwani muda wa miaka 400, likiwa utumwani katika nchi ya Misri, likiwa na utumwa mzito, na Mungu wakati ukafika wa kulikomboa taifa hili. Kwa hiyo alimwagiza Musa waambie wana wa Israeli waandae mnyama wa Pasaka. Kila nyumba iandae mnyama wa Pasaka ambaye alitakiwa kuliwa katika nyumba ile, lakini damu ya yule mnyama ilitakiwa ipakwe kwenye miimo ya mlango, ili kwamba Mungu atakapopita usiku ule kuweza kuwahukumu wa Misri, nyumba za wa Misri, basi asihukumu kwenye nyumba za Waisraeli. Kwa hiyo alama iliyowatenganisha ilikuwa ni damu. Na usiku ule malaika wa Bwana alipita kila nyumba ambayo haikuwa na damu, alipita na kuangamiza wazaliwa wote wa kwanza kwenye nyumba ile. Lakini alipokuta kuna nyumba ambazo kulikuwa kuna damu, basi alipita juu. Maana Mungu alimwambia Musa ya kwamba watapaka damu kwenye mimo ya milango, nami nitapita juu. Kwa hiyo neno Pasaka linatokana na usiku ule malaika wa Bwana alipokuwa akipita juu ili asiwahukumu wana wa Israeli, na akafanya ukombozi mkubwa. Kukawa kuna kilio kikubwa katika nchi ya Misri, maana kila nyumba wa Misri kukawa kuna msiba. Hakuna mtu ambaye angeweza kumsaidia mwenzake. Wa Misri wote wakawa na msiba. Biblia inaeleza Mungu alimwambia wazaliwa wa kwanza wote wa wanadamu, wazaliwa wa kwanza wa wanyama watakufa usiku ule. Na ndivyo ilivyotokea. Pigo likawa kubwa mpaka kwenye nyumba ya Farao mwenyewe. Mzaliwa wake wa kwanza aliuawa, wanyama wake walikufa. Kwa hiyo kukawa kuna msiba mkubwa, na hata wa Misri wakamwendea Farao wakasema, tutateseka na hawa watu mpaka lini? Waachie waende zao. Kwa hiyo ndipo Farao alipolainika na kuwaruhusu wana wa Israeli waondoke na kwenda kumtumikia Mungu kama Musa alivyokuwa amemwagiza Farao.
Kwa hiyo ni neno ni Pasaka ya pili tunaweza kuiona kwenye Biblia, Pasaka ya wana wa Israeli kukombolewa kutoka nchi ya Misri. Huo ni mfano wa ukombozi kwa mwanadamu, kwamba mwanadamu alihitaji ukombozi baada ya dhambi kuja. Kwa hiyo Pasaka tunayosherehekea leo ni Pasaka inayotokana na kifo cha Yesu. Yesu kama mwanakondoo wa Pasaka kwa ulimwengu mzima, na yeye alitolewa kwa ulimwengu mzima ili watakao muamini waweze kuokolewa. Kwa nini? Kwa vipi Yesu anafananishwa na mwanakondoo au anafananishwa na kondoo wa Pasaka? Ni vile vile kama ambavyo Mungu alivyokuwa amemwagiza Musa awaambie wana wa Israeli wachinje mwanakondoo asiye na ila. Mwanakondoo aliyekuwa anachinjwa kwa ajili ya Pasaka alitakiwa awe ni mwanakondoo ambaye hana kilema, alitakiwa ni mwanakondoo ambaye hana hila yoyote, mwanakondoo aliyekamilika. Kwa hiyo tunaona Yesu na yeye amechukua sifa au nafasi, alama ya mwanakondoo huyo, kwamba Yesu alikuwa amekamilika, ni mwanakondoo ambaye hakuwa na dhambi. Damu ya Yesu haikuwa na dhambi yoyote. Kwa hiyo damu ya Yesu ilistahili kuwa alama ya ukombozi au sababu ya ukombozi, kwa sababu dai la Mungu baada ya dhambi kufanyika ilikuwa ni damu imwagike kwa ajili ya msamaha wa dhambi. Kwa hiyo damu ya Yesu ndiyo iliyotumika. Tunaposherehekea Pasaka, tunasherehekea kuzaliwa kwa kifo cha Yesu. Yesu alizaliwa bila hatia na akaishi bila hatia na akafa bila hatia, kwa sababu hata wakati anauawa Wayahudi wanamhukumu Yesu, alifika mahali Pilato akasema sioni hatia yoyote. Neno sioni hatia yoyote ilimpatia Yesu haki ya kuwa mwanakondoo wa Pasaka. Kwa hiyo tunaposherehekea Pasaka hii tuzingatie juu ya ukombozi kwa sababu ya dhambi iliyokuwa imefanyika. Neno la Mungu linasema mshahara wa dhambi ni mauti. Kwa hiyo mwanadamu alitakiwa ahukumiwe kama malipo ya dhambi aliyokuwa amefanya, kama mshahara wa dhambi aliyokuwa amefanya. Kwa hiyo Yesu ndiyo aliyestahili kwa tendo hili. Kwa hiyo tunaposherehekea Pasaka hii inatupa faida nyingi. Faida mojawapo tunazoweza kuzipata kwa kufa kwa Yesu Kristo, kwanza ni ule msamaha wa dhambi ambao mwanadamu aliuhitaji. Mwanadamu baada ya kufanya dhambi hakukuwa namna nyingine ya kuweza kumrejesha kwa Mungu isipokuwa ni kupata msamaha wa dhambi ile. Na ile dhambi ilikuwa hakuna namna ambayo ingeweza kuondolewa, ilitakiwa ipatikane damu isiyo na hatia. Damu ile ndio ilikuwa na uwezo wa kuondoa dhambi. Kwa hiyo kufufuka kwa Yesu Kristo ni kwa ajili ya kumkomboa mwanadamu. Kufa na kufufuka kwa Yesu Kristo ni kwa ajili ya kumkomboa mwanadamu aliyekuwa amepotelea dhambini. Lakini pia tunaposherehekea Pasaka hii inatukumbusha neno la Mungu ni la kweli, kwa sababu Mungu alikuwa ameahidi tangu bustani ya Eden, wakati mwanadamu alipokuwa amefanya dhambi, alisema nitaweka uadui kati yako na uzao wa mwanamke. Alimwambia Shetani, alimwambia nyoka, nitaweka uadui kati yako na uzao wa mwanamke. Uzao wa mwanamke utakuponda kichwa na utauponda kisigino. Kwa hiyo tunaposherehekea Pasaka hii tunaona neno la Mungu ni kweli likuja kutimia. Yesu ndio huyo mzao wa mwanamke aliyekuwa ameahidiwa. Unajua, baada ya mwanadamu kuwa amefanya dhambi na Mungu ameahidi ya kwamba uzao wa mwanamke ndio utakaomkomboa mwanadamu, Shetani hakujua huyo mzao wa mwanamke ni nani, na alijaribu sana kufanya vita na kila yule mwenye haki alionekana kuwa mwenye haki. Lakini uzao wa mwanamke aliyekuwa ametajwa hapa alikuwa ni Yesu Kristo. Tunaposherehekea Pasaka hii tunamtukuza Mungu kwamba alikuwa ni mwenye huruma kwetu, alikuwa ni mwenye upendo kwetu, akatutafutia njia ya ukombozi kwetu. Kwa hiyo Pasaka ni kuonyesha ya kwamba neno la Mungu lilitimia, uzao wa mwanamke kweli alikuja. Shetani alifanikiwa kumponda kisigino pale msalabani, lakini Yesu alifanikiwa kumponda kichwa kwa kufa na kufufuka kwake. Shetani hakutarajia kabisa ya kwamba Yesu angefufuka. Kwa hiyo alitamani kumwangamiza au kumuua, lakini Mungu akathibitisha neno lake kwamba lilikuwa la kweli kwa kumfufua Yesu katika wafu. Hii ni baraka tunayoipata tunaposherehekea Pasaka hii. Lakini kuna baraka nyingine nyingi.
Baraka nyingine tunayoipata katika kusherehekea hii Pasaka, tunahakikishiwa juu ya ufufuo, kwamba mwanadamu aliyekuwa amefanya dhambi, kuna ufufuo atakapokuwa amemwamini Yesu. Kuna tumaini la ufufuo, maana anasema ya kwamba ikiwa tulikufa pamoja na Kristo, tutafufuliwa pamoja naye. Kwa maana kama Yesu alikufa na akaweza kufufuka, basi na mwanadamu anaweza kufufuka. Mwanadamu ni mwenye dhambi, mwanadamu anatembea akiwa na hukumu ya dhambi, lakini tumaini la mwanadamu huyu la uzima wake linapatikana kwa njia ya kumwamini Yesu Kristo. Kwa hiyo tunapomwamini Yesu Kristo tunapata msamaha wa dhambi, tunapata ukombozi kutoka kwenye dhambi, kutoka kwenye hukumu ya dhambi. Kwa hiyo tunaposherehekea Pasaka hii, ni kuombe sherehekea hii Pasaka kwa kumwamini Yesu, umpokee kuwa Bwana na Mwokozi. Kifo chake kina maana kubwa sana kwa wanadamu. Kifo chake kina sababu kubwa, kina tumaini kubwa, kinaleta tumaini kubwa kwa mwanadamu aliyekuwa amepotea. Tulikuwa tumepotea, lakini kwa njia ya kifo cha Yesu Kristo, Mungu ameturejesha kwake. Kwa hiyo damu ya Yesu ndiyo damu iliyo na nguvu ya kuleta msamaha kwa mwanadamu. Alipokufa Yesu Kristo msalabani, kuna mambo yaliyofanyika. Moja ya jambo lililofanyika ilikuwa ni kumwaga damu yake. Kumwaga damu yake kwa ajili ya ukombozi wa mwanadamu. Kwa hiyo Yesu alimwaga damu yake, na hiyo damu ilimwagika tuweze kupata ukombozi. Lakini kifo na kufufuka kwa Yesu Kristo kunatueleza juu ya kupata wokovu. Ilikuwa ni kuleta wokovu. Tunapomwamini Yesu, Biblia inasema tunafanyika kuwa kiumbe kipya. Tunafanyika kuwa kiumbe kipya. Kwa hiyo ukimwamini Yesu unakuwa kiumbe kipya. Sasa tusherekeeje? Nisome neno hili la namna ya kusherehekea hii Pasaka. Maana watu wana namna mbalimbali ya kusherehekea. Wapo wengine wamejiandaa kusherehekea, wameandaa vinywaji, vileo, wamejiandaa kwa washerati, wengine wamejiandaa kwa kula na kunywa. Sasa je, ndiyo kusudi la Pasaka? Tunaposoma neno la Mungu linasema, basi jisafisheni mkatoe chachu la kale. Lengo la Pasaka ni sisi kujisafisha ili kuondoa chachu la kale. Anasema mpate kuwa donge jipya. Kuna matumaini ya upya ndani yetu ambao Mungu anautarajia. Mpate kuwa donge jipya, kama vile mlivyo hamkutiwa chachu. Dhambi iliharibu maisha ya mwanadamu, ikahesabika kwake kama chachu. Sasa anasema, kwa maana Pasaka wetu amekwisha kutolewa kuwa sadaka, yani Kristo. Hii nimesoma ni Wakorintho wa kwanza sura ya 5, na nimeanza na ule mstari wa 7. Jisafisheni, basi jisafisheni mkatoe ile chachu ya kale, mpate kuwa donge jipya, kama vile mlivyo hamkutiwa chachu. Kwa maana Pasaka wetu amekwisha kutolewa kuwa sadaka, yani Kristo. Sasa tunasherekeaje? Mstari wa 8 unatufundisha namna ya kusherekea. Basi na tuifanye karamu, si kwa chachu ya kale. Kuna kawaida ya wanadamu ya kusherekea sherehe zao. Wanadamu kikawaida ya dunia, kikawaida ya dunia, sherehe maana yake ni kula, kunywa, kulewa na mambo mengine yanayofanana na hayo. Sasa Biblia inatufundisha sisi
na umeweza kunielewa. Inawezekana ukahitaji msaada. Tunatoa huduma ya maombezi kwa wenye shida mbalimbali. Unaweza ukawa pia na maswali, tuwasiliane kwa namba hiyo. Unaweza ukauliza maswali yako na tutashirikiana pamoja na wewe. Pia ukitaka huduma ya maombezi, tunapatikana. Kama nilivyosema, ninaitwa Askofu David Mabushi. Ninapatikana Shinyanga mjini katika kanisa la IEAGT Shinyanga mjini. Ni kanisa lililoko Majengo, shule ya Jomu, mkabala na shule ya Jomu. Kwa hiyo nikukaribishe sana kwa huduma za maombezi, kwa huduma za kiroho na mahitaji yoyote yale ya kiroho utakayokuwa unahitaji. Tutashirikiana na wewe kwa upendo. Ninakutakia Pasaka njema, kasherekee Pasaka vizuri katika siku hii ya leo. Mungu akulinde na kukutunza. Asante sana, tunashukuru kwa kituo chetu cha Star TV ambacho kimetupa nafasi ya kuweza kushiriki na wewe neno zuri la Mungu. Mungu akubariki sana. Hebu muamini Bwana na Mungu atakusaidia. Ni wakati mzuri wa kumwamini Mungu. Baba yetu na Mungu wetu uliye mbinguni, tumekuwa na wasaa mzuri na msikilizaji huyu aliyetoa muda wake, aliyekaa kusikiliza ujumbe huu. Ninaomba Mungu kwa jina la Yesu Kristo, hebu kamsaidie. Ulimuumba mtu kwa utukufu wako na kwa mfano wako. Ndio maana mwanadamu alipokuwa amepotea, haukumwacha, ulimtafuta. Kwa maana jinsi uliupenda ulimwengu hata ukamtoa mwanao wa pekee, ili kila atakayeamini asipotee bali awe na uzima milele. Msaidie msikilizaji wetu siku hii ya leo, kwa maneno haya aliyosikiliza, moyo wake upate msamaha wa dhambi, moyo wake ukuamini, moyo wake ufunguliwe. Na kama alikuwa mgonjwa, wewe ni Bwana unayeponya kupitia damu yako iliyomwagika msalabani. Maana ulisema kwa kupigwa kwako sisi tumeponywa. Bwana ukamjalie afya njema na ukambariki. Kibariki hata kituo chetu cha Star TV kiendelee kutoa huduma kwa nchi yetu na kwa watu mbalimbali. Ninaomba haya nikiamini katika jina la Yesu Kristo. Amen. Usikose kutazama kila siku ya Jumapili asubuhi. Njoo pamoja tumshangilie Mungu wetu.